Ikulu ya White House imemuonya rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kwa kile kinachotajwa kwamba ni kuendesha habari za uongo. Hayo yanajiri baada ya Ramaphosa kusema kwamba kuna uwezekano Marekani katuma wakilishi katika mkutano wa G20 ulioanza siku ya leo Jumamosi nchini Afrika ya Kusini. Marekani imesema haitohudhuria mkutano huo wa G20 nchini Afrika ya Kusini, kinyume na alivyosema rais wa Afrika ya Kusini Bwana Ramaphosa, kwa mujibu wa katibu wa habari wa Donald Trump. Hata hivyo, ikulu ya White House imemsuta vikali rais wa Afrika ya Kusini Bwana Ramaphosa baada ya kusema kwamba itashiriki katika mkutano wa G20 unaoanza siku ya leo Jumamosi na siku ya kesho Jumapili. Caroline Levitt amerejelea ripoti ya hivi majuzi ya New York Times ikisema kwamba Marekani ilipanga kutuma kaimu balozi wake nchini Afrika ya Kusini Mark Dillard kwenye mkutano huo mwishoni mwa juma hili. Ramaphosa aliwaambia waandishi wa habari mnamo Alhamisi kwamba Pretoria ilipokea notisi kutoka Washington kuhusu mabadiliko yake ya mawazo kuhusu kushiriki kwa sura moja au sura nyingine katika mkutano huo. Levitt alipuzilia mbali madai ya kiongozi huyo wa Afrika Kusini kuwa ni ya uongo na amesisitiza kwamba Marekani haitashiriki katika mazungumzo rasmi katika mkutano huo. Nilimuona rais wa Afrika ya Kusini akiendesha mdomo wake kidogo dhidi ya Marekani na rais wa Marekani, na lugha hiyo haithaminiwi na rais au tume yake, alisema Levitt. Msemaji huyo alisema kaimu balozi atafika kwenye mkutano huo kuhusiana na makabidhiano rasmi ya urais wa zamu ya G20 kwa Washington, lakini si vinginevyo. Katika siku za hivi karibuni, rais wa Marekani Bwana Donald Trump alitoa shutuma nzito kwa Afrika ya Kusini kufanya ubaguzi wa rangi kwa kuwatenga watu wenye rangi nyeupe, kwa maana Afrikaners ama wazungu ambao wana asili na ama wamezaliwa nchini Afrika ya Kusini, na hivyo hilo limeifanya Marekani kuamua kuachana na mipango ya usaidizi kwa nchi hiyo ya Afrika ya Kusini. Lakini pia inatajwa kwamba katika siku za hivi karibuni Rais Cyril Ramaphosa aliweka kipaumbele juu ya kile kinachoendelea katika ukanda wa Gaza, huku akishiriki katika kesi ya kumshtaki waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mwenye usuhuba na rais wa Marekani Donald Trump. B. Levitt alisema wanapokea send-off ya mwisho wa tukio, hawapo kushiriki katika mazungumzo rasmi licha ya kile ambacho rais wa Afrika Kusini anadai kwa uongo. Levitt alisema uhusiano kati ya Washington na Pretoria unazidi kudorora tangu rais wa Marekani aingie madarakani mwezi Januari, akitaja madai ya mauaji ya halaiki huko Afrika Kusini dhidi ya wakulima wa kizungu kwa sababu yake ya kukataa kuhudhuria mkutano wa kwanza wa viongozi wa G20. Hata hivyo, miongoni mwa mambo mengine ambayo yanatajwa katika wiki iliyopita, Ramaphosa alisema uamuzi wa Washington kususia mkusanyiko huo ulikuwa ni hasara yao na kwamba hataki kukabidhi urais katika kiti kitupu. Siku ya Alhamisi aliwaambia waandishi wa habari kwamba tamko la pamoja litatolewa bila kujali kutokuwepo kwa Marekani. Hata bila Marekani, mchakato mzima wa G20 unasonga mbele. Hatutaonewa, hatutokubali kuonewa, rais huyo alitangaza. Alisema kwamba tatizo kubwa la Marekani ni kutumia ukubwa wake kwa sababu ina rasilimali nyingi kuyaonea mataifa mengine ulimwenguni, jambo ambalo Afrika Kusini inalipinga kila kukicha. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.